Karibu, mimi ni Marco Magurusi Bahezwa wa Learn Free Digital na hapa nipo Butimba Primary School. Leo tutazungumzia andalio la somo ili iwe mahususi kwa walimu na wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu wanaosoma fani na taaluma ya walimu. Tutaangazia ni kwa nini mwalimu lazima aandalie somo lake kabla ya kwenda kufundisha. Kwa nini mwalimu lazima aandalie somo lake? Hilo ndilo swali ambalo tunakwenda kulijadili hapa leo hii kwa pamoja. Kwa naomba wewe ushike kalamu na daftari ili uweze kuandika yale yanayohusika na kuuliza maswali kwa comment au kwa namna yoyote ile ambayo utaweza kufanikiwa. Kwa hiyo nitaandika machache na nitaketi hapa tuweze kuendelea kujadili. Karibu. Jambo la kwanza ni kuweka mpangilio mzuri wa hatua za somo lake. Mwalimu unapofundisha unapaswa kuhakikisha kwamba mambo yale unayoyafundisha yanakuwa katika mtiririko ulio sahihi na mtiririko ulionyooka. Ufundishe hatua kwa hatua. Kwa hiyo unapoandalia somo lako kabla ya kwenda kufundisha, inakuweka katika sehemu nzuri zaidi ya kuweza kutiririka ule umahiri uliokusudiwa kwa ufanisi mkubwa bila kuwachanganya wanafunzi. Kwa hoja hii ni lazima na ni muhimu sana wewe mwalimu kuandalia somo lako. Pili ni kutambua na kuchagua vifaa sahihi ya kufundishia somo lako Jambo la pili ni kutambua na kuchagua vifaa sahihi vya kufundishia somo lako na kuvitumia na vitumike kwa usahihi na kuvitumia kwa usahihi. Kwa unapoandaa somo lako mapema kabla ya kwenda kufundisha, itakuweka katika wakati mzuri wa kutambua na kuchagua vifaa sahihi vya kwenda kufundishia somo lako.
Kwa hiyo sio tu wewe unatoka nyumbani unaingia darasani kwa sababu muda wa kwenda kufundisha umefika, hujui kule darasani utatumia vifaa gani, mbinu gani utatumia kuwasiliana na wanafunzi na kuwasilisha somo lako. Kwa hiyo kwa hoja hii ya pili pia inakufanya ulazimike kuandalia somo lako kabla ya kwenda kufundisha. Hoja ya tatu hapa sitaweza kuandika, nadhani mtumie kalamu zenu na daftari zenu. Hoja ya tatu ni kuhakikisha hakuna hatua muhimu inayosahaulika kuelezwa. Unapokuwa umeandalia somo lako vizuri, zile hatua utakazozitumia kuwasilisha somo lako hazitasahaulika. Kama hujajiandaa, umeenda tu darasani, utajikuta mambo mengine unayasahau na kufanya somo lako lisifanikiwe kwa wakati uliokusudiwa. Kwa hiyo ni lazima uwe umeandalia somo lako ambayo itakuweka katika hali ya kuwasilisha somo lako kwa mtiririko uliopangiliwa bila kusahau hatua yoyote. Jambo lingine, kwa nini ni lazima tuandalie somo kabla ya kwenda kufundisha, ni kuhakikisha kuwa hakuna hatua inayorudiwa bila sababu. Kama hujajiandaa vizuri mwalimu, wewe inawezekana ukajikuta unarudia mambo bila sababu ya msingi. Umeshafundisha, unasisitiza, unajikuta unarudia hapo. Kwa hiyo mwisho wa siku utakwenda kuwachosha wanafunzi. Kwa hiyo ni lazima uwe umeandaa mkakati wa kuwasiliana na wanafunzi, namna ya kueleza na kuwaelekeza na somo lako kulihakikisha linakwenda kwa mtiririko uliopangiliwa bila kurudia mambo ambayo umeshayaelezea kwa kina na kueleweka kwa wanafunzi. Jambo la tano, kwa nini ni lazima uandalie somo kabla ya kwenda kufundisha? Hiyo ni ili uhakikishe kuwa malengo ya kujifunza yanatimizwa. Malengo mahususi, hizo shughuli mahususi, kwamba wewe umeenda kufundisha kwa lengo gani. Kwa hiyo unapokuwa umeandalia, itakufanya uzingatie lengo lako kwa shughuli mahususi hiyo uliokusudia kufundisha kwa muda huo, kwamba nataka wanafunzi waweze kufanya kitu gani. Kwa hiyo ukiwa umeandalia itakulinda ili usitoke nje ya kusudio la somo lako. Jambo la sita, kwa nini ni lazima uandalie somo lako kabla ya kwenda kufundisha? Kuandaa itakufanya kuandaa vitendo vya kujifunza kwa mwalimu na kwa wanafunzi, vile shughuli za ufundishaji na ujifunzaji kwa mwalimu na kwa wanafunzi. Kwa vitendo gani wewe vitatumika darasani ili somo lako liweze kufika na kueleweka kwa wanafunzi kwa urahisi, kwa wepesi, bila mkanganyiko. Unapoandalia utaweka vizuri ni vitendo gani utavitumia katika kujifunza na wanafunzi watavitumia katika kujifunza na wewe utavitumia katika kufundishia. Kwa hiyo ili somo lako liweze kuwa jepesi kwa wanafunzi ili waweze kulielewa. Jambo jingine
Kwa nini unapaswa uandalie somo kabla ya kwenda kufundisha? Ni kukusaidia wewe kuandaa mbinu mchanganyiko za kufundishia somo lako au shughuli yako mahususi na wanafunzi waweze kuelewa. Unapokwenda kufundisha, si kwamba uende na mbinu moja tu kwamba waweze wanafunzi wa kuelewa. Tambua kwamba darasa lina mchanganyiko wa wanafunzi wenye vipaji tofauti na uwezo tofauti wa ujifunzaji. Kuna wale watakaopendelea mbinu fulani na wengine mbinu nyingine isiwe bora zaidi kwao kutumika. Kwa hiyo kwa msingi huo basi ni muhimu tuandalie. Andalio la somo lina umuhimu kwa mwalimu, kwa wanafunzi na kwa viongozi wa ngazi ya shule na ngazi zingine za elimu. Tuangalie umuhimu wa andalio la somo kwa upande wa mwalimu. Twende haraka kiasi. Kwanza, umsaidia mwalimu kulitawala au kulimudu darasa lake. Pili, usaidia kufahamu sehemu za somo zenye zenye kuhitaji mkazo zaidi. Ni wapi utilie mkazo zaidi ili wanafunzi waweze kulielewa somo. Tatu, ni kujua ni aina gani ya maswali utakayowapa wanafunzi wako. Kwa unapoandaa andalio la somo, utaandaa na maswali ni ya aina gani ambayo utawapa wanafunzi wako. 4, kuweza kuandaa vitendo vya kujifunza kwa watoto kama tulivyokwisha kujadili hapo awali. Jambo lingine ni kupanga mikakati ya kuwasaidia wanafunzi wazito au wanaojifunza kuelewa polepole ili waweze kuelewa somo lako. Jambo lingine kwa umuhimu wa andalio la somo kwa mwalimu ni kujua vifaa vya kufundishia vilivyo kwenye mazingira ya wanafunzi. Unapoandalia somo lako mapema, utajua ni vifaa gani utumie, zana gani utumie kulingana na mazingira ya wanafunzi. Pia kujiwekea malengo ya utendaji kazi wako, kwamba andalio la somo litakusaidia wewe kutekeleza malengo ya utendaji kazi wako kusudiwa ili uweze kufikia malengo ya elimu nchini. Sasa kama ilivyo kwa mwalimu, kwa mwanafunzi pia andalio la somo ni muhimu. Kwanza, wanafunzi hupata mazingira mazuri ya kujifunza. Kwa kuwa mwalimu anakuwa amejiandaa ipasavyo, kwa hiyo na wanafunzi mazingira ya kujifunza yanakuwa mazuri kwao. Pili, wanafunzi hupata nafasi ya kushiriki na kushirikishwa vizuri kwenye somo, tofauti na kufundisha bila kuandalia somo lako. Jambo lingine, mwanafunzi hupata motisho wa kujifunza somo hilo. Unapokuwa umeandalia somo lako, utafundisha kwa ufanisi na wanafunzi watapata hamasa ya kujifunza, kwa sababu na wewe mwalimu unakuwa umehamasika ipasavyo. Sasa tukiachana na umuhimu wa andalio la somo kwa mwalimu, kwa mwanafunzi, pia kwa
ni muhimu, andalio la somo ni muhimu kwa viongozi wa shule na viongozi wa elimu kwa ujumla. Kwanza, kupata uhakika wa kile kinachofundishwa shuleni. Ili kiongozi wa shule, mwalimu wa taaluma, mwalimu mkuu au viongozi wengine wadhibiti ubora ngazi ya shule waweze kuamini na kuhakikisha kwamba mwalimu anafundisha mambo yanayotarajiwa afundishwe, anayopaswa afundishe. Kwanza ni kuangalia andalio la somo. Ni mambo gani umeandaa wewe? Sio kusema tu nimefundisha bila ushahidi. Kwa andalio la somo ni kifaa kinachothibitisha yale ambayo wewe unayafundisha darasani. Jambo lingine ni kuwawezesha kufanya tathmini, kuwawezesha kutathmini maandalizi ya mwalimu katika ufundishaji. Andalio la somo linatupa mwanga kwamba huyu mwalimu anapoenda kufundisha anakuwa amejiandaa, hakurupuki tu na kwenda kuzungumza mambo yake bila mpangilio. Jambo la tatu ni kujua mahitaji ya shule, ya walimu, ya wanafunzi katika kujifunza somo husika na vifaa vinavyotakiwa. Unapokuwa unaandalia utajua ni vifaa gani vinahitajika kwenye somo. Kwa hiyo wanapata nafasi, viongozi wanapata nafasi ya kujua mahitaji muhimu katika ujifunzaji na ufundishaji. Pia kupitia andalio la somo la mwalimu, viongozi wa shule na wengine wa ngazi ya elimu, ngazi mbalimbali za elimu, kwa kuangalia tathmini ya mwalimu au tathmini za walimu wa masomo, viongozi hao hupata picha ya maendeleo ya wanafunzi katika somo. Chukulia mfano somo la hisabati, labda wewe kwenye tathmini yako unasema wanafunzi wameweza kujumuisha namba nzima bila kuchukua, kutokana labda na mbinu wewe ulizotumia. Kwa hiyo